Jeshi la Polisi mkoa wa Tanga linawashikilia watuhumiwa watatu ambao ni Julius Jonathan Matiku Mkulia, mkazi wa Dar es Salaam Ubungo, ana miaka 43, na Alex Francis Pondalimwe, miaka 58, mkazi wa Salanga Dar es Salaam, na Masudi Dhalani Salim, mkulima Msambaa, miaka 54, mkazi wa Muheza, kwa kosa la wizi kwa njia ya mtandao, ambako watuhumiwa hao walitenda makosa mbalimbali ikiwemo kuiba pesa za mfanyabiashara mmoja huko mtaa wa Kange, kata ya Maweni, wilaya ya Tanga, walipofanikiwa kuhamisha walipokuwa wakimsajilia laini ya simu ya mkononi, badala yake waliweza kuhamisha kiasi cha fedha katika akaunti zao. Watuhumiwa hao wote walikiri kuhusika na makosa hayo na wamefikishwa mahakamani. Jeshi la Polisi mkoa wa Tanga limefanikiwa kuwakamata watuhumiwa watatu ambao ni Mohamed Malkela Mwekuyu, miaka 59, Mzigua, mkulima na mkazi wa Mafisa, wilaya ya Kilindi; Idrisa Abdalla Athmani, miaka 31, Mzigua, mkazi wa Mafisa, Kilindi; Amis Musa Mgia, miaka 30, Mzigua, dereva bodaboda, mkazi wa Mafisa, Kilindi, wakisafirisha meno ya tembo yenye uzito wa kilogramu 29 na gramu 30 wakitumia pikipiki ambayo imesajiliwa MC 178 AKZ aina ya Sinorai. Watuhumiwa wote wamefikishwa mahakamani kwa hatua za kisheria. Aidha, wilaya ya Korogwe, mtaa wa Kiloza, kata ya Magiragereza, tarafa ya Mombo, alikamatwa Meshak Enoki, miaka 31, Mnyakyusa, dereva na mkazi wa Same, mkoa wa Kilimanjaro, akisafirisha dawa kulevya aina ya mirungi bunda 1250 sawa na kilogramu 700 na gramu 64, akitumia gari lenye namba ya usajili T 760 DKP aina ya Toyota Wish, rangi ya blue. Pia huko Mombo, wilaya ya Korogwe, alikamatwa Ali Omari Athmani, miaka 26, Mlangi, dereva bodaboda, mkazi wa Kibaigwa, Dodoma. Alikamatwa akiwa anasafirisha dawa za kulevya aina ya mirungi bunda 132 yenye uzito wa gramu 96 kwa kutumia pikipiki yenye namba za usajili MC 294 aina ya King Lion, rangi nyeusi. Mnamo tarehe 14 mwezi wa 5 2025, huko katika kizuizi cha polisi barabara ya Segera Chalinze, kata ya Kabuku, wilaya ya Ndeni, mkoa wa Tanga, alikamatwa Ramadhani Isa Amili, miaka 25, Msambaa, dereva wa bodaboda, mkazi wa Lushoto, akiwa katika basi namba T 489 EEQ Yutong ya kampuni ya Kirua ambayo inatokea Lushoto kuelekea Dar es Salaam, akisafirisha mirungi bunda 219 yenye kilogramu 130 akiwa amechanganya na ndizi, kwa maana juu aliweka ndizi katika mfuko wa saflet ili kuficha alichokiweka ndani, na yeye amefikishwa mahakamani kwa hatua zaidi za kisheria. Jumla ya wahamiaji 11 raia wa Ethiopia walikamatwa kwa kosa la kuingia nchini bila kibali, wakisafirishwa kwenye gari namba T 130 EEG aina ya O yenye tela namba T 987 EFF. Watuhumiwa wote wamefikishwa mahakamani kwa hatua za kisheria. Katika mafanikio ambayo tumepata katika kesi ambazo zimefunguliwa katika mahakama zetu, katika mahakama ya wilaya ya Kilindi alihukumiwa Ijumaa Elias Amili kwenda jela miaka 30 kwa kosa la unyang'anyi wa kutumia silaha, ambayo hilo tukio lilitokea tarehe 1 mwezi wa 4 2025 huko maeneo ya Kibilashi. Mahakama ya wilaya ya Kilindi alihukumiwa Daniel Elias Ngonya, miaka 45, huyu ni mngoni, mkulima, mkazi wa Michungwani,
kwenda jela miaka 30 kwa kosa la kubaka, ambalo kosa hili lilitokea mnamo tarehe 22 mwezi wa 4 2025. Pia katika mahakama ya wilaya Handeni alihukumiwa Jalala Athmani Kanjenje Mzigua, miaka 67, mkulima mkazi wa Tuliani Morogoro, kifungo cha miaka 20 jela kwa kosa la kupatikana na nyara za serikali kinyume na sheria, ambako kosa hilo alilitenda tarehe 27 mwezi wa 10 2024. Jeshi la Polisi mkoa wa Tanga linatoa wito kwa wananchi kuendelea kutoa ushirikiano katika kuzuia, kubaini na kutanzua uhalifu, kwani mafanikio yaliyopatikana ni kutokana na ushirikiano ambao tumekuwa tukiupata kutoka kwa wananchi.